Namuita Mheshimiwa John Nchimbi, mbunge wa Nyasa, aweze kuuliza swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa ninaomba swali langu namba 484 liweze kujibiwa. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri TAMISEMI Dr. Jafar Seif. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge John Nchimbi, mbunge wa Jimbo la Nyasa, lakini pia ni mjumbe kamati ya kudumu ya Bunge, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Mpepo katika halmashauri ya Nyasa ina wakazi jumla 13575. Kata hii haina kituo cha afya, hivyo wananchi wanalazimika kusafiri mwendo wa takriban kilomita 44 kufika katika kituo cha afya Liparamba na takriban kilomita 110 kufika hospitali ya wilaya kwa ajili ya kupata huduma za afya ikiwemo huduma ya dharura na upasuaji kwa akina mama wajawazito. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali ilitoa jumla ya shilingi milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya kata ya Chiwanda. Ujenzi wa kituo hicho umefikia 80% na kinatarajia kuanza kutoa huduma za wagonjwa wa nje mwezi Julai mwaka 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ukamilishaji wa miundombinu ya vituo vya afya 364 kisha kuendelea na ujenzi wa vituo vya afya kwenye kata zilizokidhi vigezo zikiwemo kata ya Mpepo katika halmashauri ya wilaya ya Nyasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa John Nchimbi, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza, na maswali yangu ni kama ifuatavyo. Katika ujenzi wa vituo hivi vya afya, imeonekana vituo vingi sana vya afya vinamalizika lakini vinakuwa havina vifaa tiba kwa sababu bajeti inayopelekwa ni ya ujenzi peke yake. Je, serikali haioni ni muda mwafaka sasa inapopeleka fedha za ujenzi iwe inapeleka na fedha za kununua vifaa tiba ili zote viende kwa pamoja na kufikia lengo lake la kutoa huduma pale inapowezekana? Swali langu la pili, vifaa tiba na madawa huwa vinanunuliwa MSD. MSD inalindwa na sheria kwamba inauza halmashauri peke yake na vituo vya afya peke yake bila kuwa na ushindani, lakini bei zake zimeonekana kuwa ni kubwa kuliko zinazouzwa na watu binafsi. Je, serikali haioni muda mwafaka kuokoa gharama kubwa za matibabu kwa wananchi, kuitaka pia iondoe sheria na kuifanya MSD ikapambane kwa ushindani wa halali ili wananchi wapate dawa za bei rahisi na vifaa tiba vya bei rahisi bila kulindwa huku kiumiza wananchi kwa bei iliyo kubwa? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa John Nchimbi, mbunge wa Nyasa. Kwanza nianze kwa kumpongeza na namna anavyotoa maswali yake madogo ya nyongeza ni sawasawa na anavyotoa ushauri kwenye kamati kipindi tukijadili randama mbalimbali za mikoa mbalimbali. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali imeendelea kujenga miundombinu, kwanza kuimarisha, lakini pili inaelekeza vifaa tiba katika maeneo mbalimbali na tutaendelea kuweka vifaa tiba katika vituo vyetu vya kutolea huduma ili wananchi waweze kupata huduma za uhakika. Swali la pili kuhusu gharama, Mheshimiwa Mwenyekiti, nachukua kama ushauri, na pili Mheshimiwa mbunge alishatushauri kama ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI namna ya kuona gharama za vifaa hivi kutoka MSD na pia uwaishwaji wa vifaa hivi pindi ambapo halmashauri zimeshalipia vifaa hivi. Tutaendelea kuwasiliana na wenzetu na wenzetu Wizara ya Afya ili kuhakikisha kwamba gharama zinakuwa ndani ya uwezo na zinakuwa nafuu kwa ajili ya vifaa hivi viende vikatoe huduma kwa watu wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.